Tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tulikuwa hapa jamaa na marafiki kwa kusherekea miaka 60 ya ndoa yake na mpendwa wake Elena Mapendo ambaye alitangulia. Kwa mshtuko mkubwa, miezi miwili ndio baadaye, mwezi wa 9 tukashituka Elena ametuacha kwa tarehe 9 mwezi wa 9. Hapa majuzi kisha miezi 3 tarehe 7 mwezi wa 12 mshtuko ulikuwa mkubwa, sababu Kashale amehamishwa. Sisi kama jamaa tukaona ni shimo kubwa ambayo imefunguka kwa kumpoteza Kashale. Kashale alikuwa mshauri wa jamaa. Kashale alikuwa nguzo kwa jamaa. Kashale alikuwa rafiki wa jamaa. Lakini kama wasemavyo, mapenzi ya Mungu hayana ubaya. Aliona mchukue kwa tarehe 7 mwezi wa 12. Maisha ya Kashale kwa jamaa siwezi kushinda kuyaeleza, sababu yalikuwa mengi. Kwake nyumbani, jamaa wa kutoka huko na kule wajisikia nyumbani. Hawakujiona kama wametoka nyumbani kwao kwa kuzaliwa na kuingia nyumbani pengine, lakini walijisikia kuwa nyumbani. Kashale hakuwa na mipaka, hakuwa na upendeleo. Wote alikuwa akiwapenda kwa namna sawa. Kama ni mashauri, anapana mashauri kwa namna sawa. Kama ni matendo, anatenda kwa namna sawa. Hakusema huyu ni fulani, huyu ni fulani. Wote walikuwa jamaa lake. Lakini sitoshe, Kashale hakuwa tu na lile jamaa lake la damu. Kashale alikuwa mtu wa watu. Kwake nyumbani kila jioni, siku zote tuliishi pamoja. Kila jioni kwake nyumbani kulipasha kuwa wanaume 3, 4 wanakesha naye, wakitumia kahawa, wakizungumuza, akiwashauri. Kwa njia ya Kashale, vijana wengi walipata inscription kwa masomo. Bwindi. Walisoma Bwindi. Wakati labda wenyewe hawangejifikisha, lakini kwa njia yake wengi walipata mlango wa kusoma Bwindi. Na si Bwindi tu, lakini kwa masomo nyingine pia. École primaire kama école secondaire. Wengine aliwalipia mwenyewe kwa mfuko wake. Wengine aliwasafirisha kutoka hapa kwenda Kinshasa. Hata hawakuwa watu wa jamaa lake, damu yake. Lakini kwa ajili ya moyo wa upendo, aliwasafirisha wakaenda kusoma Kinshasa. Na wengine walienda Outremer. Kashale alikuwa rafiki wa watu wote.
wadogo kwa wakubwa, wababa kwa wamama. Kashale alikuwa na nani yake exceptionnel. Alikuwa droit mu matendo yake na maneno yake. Lakini sikumwona anaweka hasira. Hata ungemkosea anatomboka, lakini kwa mwisho anaweza kupatia mkate na mashauri. Na hata weka kwa roho kama siku fulani tena ulifanya hivi. Hapana, hautasikia ile nitoka mkinywani mwake. Na nakumbuka neno moja alikuwa akiniambia, kama mtu anakukosea, usichunge kama arudie akuombe msamaha ndio msamehe. Hapana. Sababu labda anaweza kukosea na anaondoka anaenda na mtaonana tena. Na ukibakia na ile mroho yako na utakufa nayo. Lakini kabla hajaomba msamaha, umsamehe. Tumempoteza. Leo tunamwona amelala hapa. Tunasema hasikii, tunasema hawezi kutujibu, hawezi kutuambia tena kitu. Lakini yote aliyoyatenda yanabaki. Na naamini yanamtangulia pia. Yanamshuhudia maisha aliyoyaishi. Maisha ambayo na sisi tungeiga. Maisha ambayo na sisi tungejifunza. Sababu hatujui siku wala saa. Ndio maana kwa niaba ya jamaa nimesimama hapa, na kwa ruhusa ya jamaa nimesimama hapa kwa kusema maneno haya ya mwisho. Kumwaga Kashale Andre. Mungu ampokee. Alale kwa amani. Ametangulia. Sisi tutafuata. Sababu dunia si kwetu. Leo au kesho wengine watafuata. Tumuige kwa matendo. Yote aliyokuwa akiyatenda aliyatenda kwa moyo. Kwa upendo pia. Baba Andre Kashale, ulale kwa amani. Asante.